Karibu katika sehemu ya 7 na ya mwisho kabisa recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, kisha unagusa cheki pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Bidada Jian alikuwa amemwambia Cheya kwamba hata kuolewa kwake wala kuchumbiwa kwake ni mpango tu ambao bidada Jian ndio ameweza kusababisha. Kama angeamua asiolewe basi alikuwa na uwezo huo. Hii upande wa Cheya aliona kuwa ni dharau moja kubwa sana. Ni kweli bidada anaipenda ndoa, lakini sio kwa aibu namna hiyo. Ikabidi kucancel kabisa. Akamwambia mwenyekiti alikuwa anaandaa ile kamati, akasema naomba uvunje kabisa hii kamati. Lakini Mwamba Suho alikuwa anaishi kabisa kwamba huenda Chae amekutana na Jian, ndio akawa amekorofishana na Jian, akawa amemwambia kila kitu. Ikabidi moja kwa moja amfuate bidada Jian na kumwambia kwamba je, umekosana na Chae? Lakini bidada Jian akasema kwamba wewe si ulisema uko tayari kunifanyia mimi kila kitu, kulipa fadhila ya kile ambacho uliweza kukifanya? Mimi nataka unioe mimi na sio kumwoa huyo Chae. Mwamba Suho alishangaa sana kwa sababu familia ya kitajiri kama ya kwake ni ngumu kumkubali binti wa kawaida kabisa kama bidada Jian. Basi walianza kuandaa skendo bana. Wakati mwingine wanaingia chumbani wanapiga picha wakiwa pamoja, na bidada anamlazimisha Mwamba kutabasamu, jamaa anatabasamu hivyo hivyo kishingo upande. Picha zikaanza kusambaa katika mitandao ya kijamii. Na taarifa moja kwa moja zikamfikia mzee baba, mkurugenzi wa kampuni, ambaye aliagiza haraka sana uchunguzi uweze kufanyika, na mtu alikuwa amempa kazi ya kupeleleza alikuwa ni Mwamba Mensoko. Apeleleze kujua ni kwa nini mtoto wake ameamua kukanseli harusi ya gharama alikuwa anaiandaa. Tena bidada Jian alikuwa ameenda mbali zaidi mpaka kuitembelea familia ya Mwamba Suho. Akakutana pale na mama mkwe pamoja na kaka mtu, akasema mimi nataka kuolewa na mwanenu. Wakasema safi kabisa, tunakubaliana na wewe. Na hii waliamua kufanya hivyo kwa sababu wanajua kwamba Suho akimwoa binti wa kawaida atakuwa hana nguvu ya kupigana nao katika masuala ya urithi, na kama Suho angekuwa ameoana na bidada Chae ingekuwa ngumu sana kwa wao kupambania masuala ya urithi, kwa sababu Chae ana nguvu ya kifedha na Suho ana nguvu za kifedha. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu kwa wao kuweza kumshinda. Huwezi kuamini, harusi bana ikawa imeandaliwa, japokuwa ilikuwa ni asili kidogo, ila ilifanikia kanisani. Watu walitupia mashela na wengine walitupia suti. Moja kwa moja bana, hawa ni wanandoa rasmi. Na walipotoka kufunga ndoa, moja kwa moja wakaelekea katika sehemu waliokuwa wanaita hapa ndio nyumbani kwetu. Japokuwa walikuwa wamefunga ndoa, lakini bado mioyo yao haikuwa sawa kabisa. Na Mwamba yale matatizo yake ya kichwa yakawa yanaendelea kumsumbua, kwa sababu jamaa ana siku chache za kuendelea kuishi hapo ulimwenguni na tayari ana kansa katika ubongo wake. Na katika nyumba wanayoishi wanakaa vyumba viwili tofauti. Kumbuka kwamba hata ndoa yao ni ya kimagumashi tu. Bidada amefanya hivyo ili lengo kuweza kumkomoa bidada Chae. Kila siku Mwamba Suho ndo alikuwa mpishi anaandaa chakula, lakini bidada Jian hata siku moja hajawahi kupika chakula. Lakini Mwamba alikuwa hajali sana, kwa sababu anajua kabisa bidada alikuwa ameandaa hii ndoa kwa lengo la kulipa tu kisasi. Hana shida yoyote, akawa anamwandalia chakula anampa bidada, akikataa fresh tu. Hasa unajua kwa nini bidada Jian alikuwa anataka kuolewa na huyu Mwamba Suho? Lengo lake lilikuwa ni moja tu. Akishakuwa mke wa huyu jamaa, maana yake atakuwa na cheo katika ile kampuni. Kwa lugha nyepesi, sauti yake itakuwa na nguvu. Kwa hiyo chochote atakachokuwa anaongea atakuwa na uwezo wa kusikilizwa na jamii na watu wengine. Kwa hiyo akaanza kutoa misaada katika vituo vya watoto yatima, anafanya mambo mengi sana ambayo yakasababisha aanze kuonekana katika vyombo vya habari, kitu ambacho kitakuja kupelekea hata siku atakapozungumzia kesi ya dada yake itakuwa na mashiko hivyo hivyo na itafanyiwa kazi. Hasa namna alivyokuwa anatoa pesa nyingi sana kama mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, yani Chief Godlove, hii kitu ilishtua sana jamii. Wakaanza kusema kwamba mbona ni kama mke wako anatoa pesa nyingi sana, je huwa anatoa kwa ruksa yako? Akawa anamhoji Mwamba Suho, na Suho akawa anasema ndio anatoa kwa ruksa yangu. Mzee baba mmiliki wa kampuni akamfuata mwanae Suho na akamwambia kwamba mke wako amekuwa anatoa pesa nyingi sana ya kampuni kusaidia watu. Tafadhali naheshimu sana ndoa yako, lakini naomba umsimamishe mke wako kufanya matukio hayo. Tambua ile kampuni inategemewa na watu wengi, na watu wengi maisha yao wameweka pale. Sasa unapokuwa unaruhusu tu pesa zinatoka vile, maanake kuna maisha ya watu ambao utakwenda kuyaharibu baadaye. Unatakiwa kunisikiliza babako nini ambacho nakizungumza, na kama haupo tayari kufanya hivyo ndio ameandaa mtu ambaye atakuwa yuko tayari kufanya hivyo. Lakini siku ya leo Mensoko alimfuata bidada Jian, akampatia pesa nyingi sana, akamwambia unaonaje uweze kuondoka kabisa katika eneo hili, kwa sababu kadri unavyozidi kubakia hapa utajitengenezea maadui wakubwa na mwisho wa siku utakuwa katika hatari mbaya sana. Lakini bidada akasema niache bana, najua ninachokifanya, achana na mimi. Bidada Jian siku ya leo alikuwa ameita waandishi wa habari. Huwezi kuamini, akatoa dokumenti za siri sana za kampuni, akiitumu kampuni hiyo kufanya mambo mengine ambayo ni kinyume cha sheria hapo mbele za waandishi wa habari. Kitu hichi kilimshtua sana mmiliki wa kampuni huyu mzee baba. Kwanza kabisa akampigia Mensoko akasema kwa kuwa umeshindwa kufanya kazi niliyokuagiza, kuanzia leo huna kazi kabisa. Hiyo kazi alikuwa anafanya Mensoko akamkabidhi mwamba mmoja anafahamika kama Director Nan. Asa kesho yake Mwamba Suho alikuwa na kikao fulani hivi alikuwa anakifanya na bidada Chae cha masuala ya kazi tu. Baada ya kufanya hicho kikao, wakati bidada Chae anaondoka, si ndio Mwamba akawa ameanguka chini, kichwa kikao kinamuuma sana. Dakika kama 2 hivi bidada Chae akiwa anahangaika kuomba msaada, Mwamba ndo akawa ameweza kuamka, lakini hakumwambia chochote kinachoendelea huyu bidada. Bidada alielekea hospitalini kufuatilia taarifa za huyu jamaa. Alikuja kugundua kwamba jamaa ana kansa ya ubongo na ana muda mchache wa kuishi duniani.
kichwani, na daktari alisema kwamba hayo maumivu ya kichwa ni ishara ya kwamba ana muda mchache wa kuishi, lakini pia kadri muda unavyozidi kwenda atakuwa anapoteza uoni taratibu na mwisho wa siku atakuwa kipofu kabisa. Kwa kuwa bidada Cheya ameshajua ukweli, yeye alikuwa akimpenda Suho akiwa anamaanisha kabisa, akamfuata akamweleza kila kitu na akasema kwamba anahitaji ampeleke nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, lakini Mwamba akasema ni sawa tu, kama kutakuwa na asilimia hata mmoja ya kuweza kupona haina shida. Lakini kabla ya kuelekea nje ya nchi kwa ajili ya upasuaji, kwanza alihitaji kukutana na wafanyakazi wote katika kampuni na wazungushe kidogo, kisha baada ya hapo ndo asafiri. Mwamba aliandaa zawadi kwa kila mfanyakazi katika kampuni, lakini pia hata bidada Jian alikuwepo katika eneo hilo. Yeye alikuwa amemwandalia ka necklace fulani hivi akaweza kumvisha. Baada ya hapo jamaa akawa ametabasamu. Na Mwamba akiwa ameketi peke yake, bidada Jian akawa amemsogelea akamwambia kwamba je, kuna kitu ambacho ulitamani kuweza kuniambia kabla ya kuweza kuondoka? Lakini Mwamba akasema kama nikirudi salama basi nakuahidi kwamba nitakwambia kitu hicho. Lakini bidada alimshukuru sana Mwamba Suho kwa kuambia kwamba umenisaidia sana katika kupeleleza ishu nzima kuanzia kifo cha mdogo wangu mpaka mama yangu, asante sana. Basi bidada akawa anaagana na Mwamba na wakatakiana safari njema. Sasa bidada anachomoka tu eneo hilo, ghafla tu kuna mtu alikuwa amevalia mavazi meusi akamfunika na kitambaa chenye madawa kulevya, kisha baada hapo akawa amemteka. Mwamba wakati anaondoka katika lile eneo anagundua kwamba kuna simu ya bidada hapa chini, lakini sio simu pekee, bali mbele yake pia bidada alikuwa anaelea tu juu ya maji. Ikabidi kwanza kumfuata huko, lakini kwa bahati iliyo mbaya, wakati anamsogelea bidada jirani kabisa, ile hali yake ugonjwa ikawa imeweza kujitokeza. Mwamba alijitahidi sana kupambana, lakini kadri anavyozidi kupambana hali yake ikazidi kuwa mbaya tu, akajikuta anaanza kuzama, akawa anazama mpaka katika vilindi vya bahari. Ndugu wa uokoaji wakati huo akaweza kumkomboa bidada. Bidada anakuja kushtuka hivi, anajigundua yuko katika fukwe, lakini haelewi amefikaje hapa. Lakini kando yake aliweza kuona vikosi vya uokozi wakiwa wameuzunguka mwili fulani hivi, wanahangaika nao sana. Alipokuja kugundua kwamba ni Mwamba Suho, alijaribu kumwita kadri anavyoweza, lakini kumbe mapigo ya moyo ya Mwamba tayari alikuwa ameweza kusimama. Mwamba alikuwa amefariki. Ni kama masihala Mwamba Suho eti leo ni marehemu, na ikawa ni msiba. Mzee mtu alilalamika sana, nini ambacho kimemkuta mwanangu? Lakini bidada Jian akasema ni makosa yako mzee, kwa sababu uliwatuma watu waje kuniteka mimi na ndio ambao wameweza kuniteka wakaniweka katika maji, na mwanao katika harakati za kuja kunikomboa ndo akawa amepata hiyo hali ya kuweza kuzama katika maji, kwani alikuwa na kansa ya ubongo. Mzee akaanza kumwambia bidada, unaongea nini kuhusu mwanangu? Lakini kwa kuwa bidada Cheya naye alikuwa hapo jirani, akaanza kusema ni kweli kabisa, mwanao alikuwa na kansa ya ubongo na aliambiwa kuwa ataishi kama nusu mwaka tu, baada ya hapo atatembea mbele za haki. Na kumbe Mwamba Suho alikuwa ameandika ujumbe kwamba anasumbuliwa na kansa ya ubongo ambayo inaweza ikampelekea mauti wakati wote ule. Alitamani kuijuza familia yake, lakini alikuwa amewachia tu barua ambazo alikuwa ameziandika katika ofisi yao. Bidada Jian kama kawaida akaelekea kituo cha polisi na kusema kwamba anahitaji kifo cha Mwamba Suho kiweze kuchunguzwa, lakini maafande wakasema kwamba jamaa alikuwa na ugonjwa, kwa hiyo huenda bila shaka ugonjwa wake ulikuwa umemtokea sehemu, ndio hivyo kasababisha mauti wake. Bidada Jian akasema, hivi ni kwa nini kila kesi ambayo naileta kwenu huwa mnaichukulia simple, lakini raundi hii nawaambia kwamba nitaichunguza kesi hii mpaka ukomo wake. Huku mzee baba haamini kabisa kifo cha mtoto wake, moja kwa moja akamteka Mwamba Mensoko, na mtu ambaye alikuwa ameenda kumteka Mensoko alikuwa ni director na. Kwa hiyo Mensoko akahisi kabisa mtu ambaye alikuwa anahusika pia katika harakati za kutaka kumuua bidada Jian basi ndio huyu director na. Alafu alimchana na kisu kidogo Mwamba Mensoko, alafu kwa kutumia damu yake akaitengenezea kauji ushahidi fulani hivi, kisha akamlazimisha jamaa kuandika barua ya kukiri kwamba yeye ndo alikuwa anafanya jaribio la kutaka kumteka bidada Jian. Lakini Mwamba Mensoko akawa anaandika ile barua, ila kwa kuzuga tu dakika chache hivi akaweza kuwavamia wale walinzi na moja kwa moja akafanikiwa kutoroka kutoka katika lile eneo. Na Mwamba Mensoko baada ya kukimbia umbali mrefu akamfuata bidada Jian, akapiga magoti akasema kwamba naomba unisamehe sana na ndakusaidia kukuonesha ukweli mzima nini ambacho kilikuwa kimejiri kutoka mwanzo mpaka sasa hivi. Kutokana na kifo cha Mwamba Suho, hii kitu ilimkera sana na kumhuzunisha pia mpaka bidada Cheya. Naye alisema kwamba anataka kuchunguza jambo hili na alimsihi bidada Jian kwamba washirikiane kuhakikisha kwamba wanaenda kumfunga kabisa yule mwenyekiti wa kampuni, kwa sababu ndo anahisi kwamba yuko nyuma ya pazia, yeye ndio huenda alituma wauaji kwenda kumuua bidada, lakini kwa bahati mbaya akaweza kumuua mtoto wake. Bidada Chae akamfuata mkurugenzi akamwambia kwamba Mensoko inaonekana anajua siri zote za hii kampuni na madhaifu yote ambayo yanaendelea. Kwa hiyo dakika yoyote ile na saa yoyote ile lazima anaweza kaenda kutoa ripoti polisi na mambo atakuja kuwa mabaya sana. Hasa mzee baba sindo akawa amejichanganya, akaamuru mafaili yake yote yaweze kutolewa hapo ili yaweze kuhamishwa kupelekwa sehemu nyingine, na kumbe ndio ulikuwa mpango wa bidada ili wakati mafaili yanahamishwa yeye aweze kuyateka njiani. Baada ya wao kuweza kuziteka
kupeleka zile document, basi moja kwa moja mzee baba aliposikia hizo habari akaambatana na yule director no, na moja kwa moja akatimba katika ile eneo ambalo Mensoko alikuwa yuko na bidada Jian. Mzee akasema kwamba hizo document ni za muhimu sana na sitokuwa tayari kuweza kuziona zimeweza kuvuja. Naomba kama uko tayari kushirikiana na mimi Mensoko, ndakukabidhi bilioni 1.1, na kama hiyo bunduki ambayo umeweza kuninyoshea mimi, kama utampiga nayo bidada Jian, basi ndakuongezea bilioni 1.1 nyingine. Nilikuta Mensoko yuko bize tu na bunduki yake, akaamuru wafanyakazi wake waweze kumuingizia bilioni 1.1 katika simu ya jamaa, na moja kwa moja jamaa kama ameingiziwa hizo pesa. Mensoko kuangalia ni kweli ampokea bilioni 1.1. Sasa anatakiwa amuue bidada Jian. Huwezi kuamini, mwamba Mensoko alichagua pesa na kumtoa kabisa bidada Jian kwa kumpiga risasi. Wakati bidada Jian anaanguka, yeye alikuwa anaanguka akiwa na tabasamu kwa sababu atakwenda kumuona mdogo wake, mama yake, lakini pia mpenzi wake ambaye amefariki hivi karibuni. Hasa baada ya siku kama 3 hivi, babake na mwamba Sohun akawa anaulizia kwa mwamba Mensoko kwamba ule mwili wa bidada vipi mliokuta, lakini jamaa akasema hapana, ule mwili hatujaweza kuukuta kabisa. Na kumbe hata tukio la bidada kuweza kupigwa risasi lilikuwa limeandaliwa vizuri kabisa. Bidada huyu sio kwamba alipigwa risasi akafa, bali alikuwa amepigwa risasi ambayo waliajua isa kwamba itakwenda kumjeruhi lakini haitomuua, ila walikuwa wametega CCTV kamera kama zote na zilikuwa zikirekodi tukio zima. Sasa bidada Chehaya kumbe alikuwa nyuma ya pazia, na baada ya kupona tu bidada Jian moja kwa moja akatafuta internet cafe, na hapa akaanza kuupload video zote zinazoonesha namna ambavyo mwenyekiti alikuwa akimshinikiza mwamba Mensoko kumweza kumuua bidada Jian. Kwa kuwa mambo yote sasa yako wazi, hakukuwa na jambo lingine lilikuwa linaweza kufuatia zaidi ya mwamba kupelekwa mahakamani. Kesi ikaanza kunguruma. Baada ya kesi kunguruma kwa muda mrefu, mzee akahukumiwa miaka 10 gerezani na maisha bidada yakaanza upya kabisa kwa ushindi mzito. Ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul kuanzia mwanzoni kabisa mwa hii recap mpaka kufikia hapa. Nikutakie Eid Mubarak, lakini pia asante kwa wewe ambao ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka hapa. Usisahau kumwalika ndugu jamaa na rafiki yako, kwa sababu tunakwenda kutoka na kazi mpya sana ambayo itakuwa na mambo kama yote. Ni kusihi tu kugusa alama ya kusubscribe kama bado.